Hii ni ngoma maarufu sana. Hii ni ngoma inayojulikana kama singenge, ikichezwa na kundi hili la kunguru weusi wanaopatikana katika kijiji cha Banduka, kata ya Tingi, wilayani Kilwa, mkoani Lindi, kusini mwa Tanzania. Ngoma hii ya kitamaduni inayopatikana katika mkoa wa asili yake ikiwa ni kwa kabila la Wamakonde. Japo inatajwa kuwa ngoma hii pia inachezwa sana huko katika tamaduni za kabila au jamii ya Wajaruo na Wakurya mkoani Mara. Lakini hii tunayotizama siku ya leo ni kutoka huko kusini mwa Tanzania. Ngoma ya singenge ya kabila la Wamakonde ina sifa za kipekee, ikiwa ni pamoja na midundo ya ngoma yenye sauti ya nguvu na kuvutia, huku vifaa vinavyotumika kupiga ngoma hiyo vyote ni vya asili na vya kawaida, sio vya kutumia kompyuta wala magita ya kisasa. Ni jembe, vyuma, chupa na ngoma iliyotengenezwa kwa ngozi ya ng'ombe. Uchezaji wa ngoma hii mara nyingi huvaliwa na vinyago ngwale wa ngoma waliovalia mavazi ya rangi na mapambo ya asili. Wanachama wa ngoma wanacheza kwa umoja na usawa, wakionyesha umoja wa jamii. Ngoma hii imekuwa kivutio sana kwa wale ambao wamekuwa wakishuhudia kutokana na staili hizo za kucheza, na mara nyingi imekuwa ikishawishi hata wewe mtazamaji kupata hamasa ya kujiunga na kucheza katika ngoma hiyo. Ngoma ya singenge ya Wamakonde hutumika katika sherehe za harusi, mazishi na matukio mengine muhimu ya kijamii. Pia hutumika kama njia ya kuwasiliana na kuonyesha hisia za jamii. Wamakonde wanajivunia ngoma yao ya singenge kama ilivyo kwa Wangoni na Sindimba, na wanaendelea kuifanya kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wao. Kundi hili la kunguru weusi kwa miaka mitatu sasa limejizolea umaarufu mkubwa katika maeneo mbalimbali kwa kukodiwa, na kundi hili limewahi shiriki pia katika maonesho ya Tulia Trust jijini Mbeya na kujizolea zawadi ikiwemo pikipiki kutokana na staili yao ya uchezaji wa staili hii ya singenge. Wapo baadhi ambao wamekuwa wakikosoa ngoma hii wakisema aina ya uchezaji wao hauna maadili.
Kupitia ukurasa wetu wa Unyakyusani Online TV, mara kadhaa tumefanya nao mahojiano, na miongoni mwao wametupa historia ya kundi hili lenye asili ya kijiji cha Banduka, huku likicheza mtindo huu wa singenge. Kwanza kabisa napenda kujitambulisha kwa majina, naitwa Musa Gelemanus Kipande. Ni mtoto ambaye wa mzee ambaye ametoa jina la Kunguru Weusi. Mimi ndo kijana wake. Baba yangu alianza kucheza ngoma za sindimi huko nyuma. Baba yangu alikuwa apendi mimi nifate mambo kama haya. Kutokana na yeye huko nyuma faida aliyopata hakuna. Lakini mimi niliforce, mimi kama mimi bila yeye kupenda, lakini mimi nikaforce kwamba baba niache kwanza. Kutokana wewe huko nyuma ulipitia vipindi ambavyo vigumu, inawezekana hata mimi mwanao inawezekana nikawa katika fungu ambalo nilopangiwa na Mwenyezi Mungu, inawezekana nikawa juu kuliko wewe. Baba kweli akakubaliana nalo lile swala. Kusema kweli nilianza kupenda hii sanaa kama alivyosema DJ wangu hapa, DJ mkubwa. Mimi ndo mwalimu wangu. Alivyosema kwamba alianza ngoma hizi toka utoto katika ngoma. Kwa majina naitwa Sela Shirika Ise. Ni katibu msaidizi wa kikundi cha Kunguru Weusi. Nimeingia kwenye kikundi hiki na hisi mpaka sasa hivi na mwaka wa 2 au wa 3. Changamoto zipo kila aina. Tunaweza kwenda kwenye shughuli kama hivi, tunaenda kutoa show kama hivi, au vijoti au wadangaji au amalaya tunajua nini ni changamoto zetu na tunajua wenyewe kazi yetu ni nini na tunaendea kazi. Umeelewa sio? Yaani changamoto nyingi sana na najua nini ninachokifuata. Umeona, na najua umuhimu wake. Kwa maana hata kama mtu akawa anaongea pembeni, anaongea labda anatuchukulia vitu tofauti, labda kama vile pale tupo kwenye show, tukitoka pale, wewe dada vipi twende ukanirushe, hamna, mimi sio kijoti au mimi sio mdangaji, mimi hapa nimekuja kikazi na hii ni kazi yangu, napenda kazi yangu. Umeelewa sio? Usione labda ninafanya kazi ukajua kwamba mimi ni mdangaji, hapana. Na umeolewa labda pengine? Mimi sijaolewa. Bachela kama kuna mchumba huko pembeni. Unaona mabadiliko umesema upo katika kazi kwa miaka 3. Unaionaje Kunguru Mweusi? Mimi nashukuru sana maana tulikotokea kule na mpaka kufikia hatua hii. Mpaka sasa hivi maana nilikuwa kama fulana hivi. Sasa hivi kidogo nashukuru Mungu. Unaonekana mtundu sana kwenye ile kundi. Kuna wewe, kuna yule mwenzio mwingine, yani karibia wote mna utundu fulani. Ile inatokana nini? Lakini hapa nimekuona kama leo umepoa sana. Mazoezi. Na tatizo leo umekuja sio siku ile na kazi ile. Na ndio maana umeendana nimepoa, niko kinyumbani. Lakini ungenikuta kikazi, kikazi zaidi. Umechagua kazi hii, unafanya hii, labda kuna kazi nyingine nje ya hii? Kazi nafanya na kuna kazi yangu binafsi mwenyewe ya kujitegemea na familia yangu nafanya. Una balance vipi muda kazi ya sanaa na baadhi kama hivi, labda najua leo siku ya mazoezi tunaenda siku fulani, najua na kazi yangu kama hivi. Kazi yangu mimi binafsi nauza samaki. Nikajua leo siku ya mazoezi basi na balance. Kesho siendi Pwani, naenda wapi? Mazoezini. Siku nimepigiwa simu leo kuna kazi, kuna issue sehemu fulani, ile nasitisha. Hata kama nikiwa na mzigo ndani, nitajitahidi nitume uende sokoni ili hadi nije kubana huko. Mimi hapa tu ushauri wanawake wenzangu wajitahidi sana kupambana. Kikubwa kukaa kubweteka inaleta changamoto kubwa sana na inaleta ushawishi mkubwa sana. Unaweza sio kawaida yako kudanga kulala na mwanaume huyu yule kutokana na nini? Kutokufanya kazi. Ila ukijiingizia mwenyewe 200 na kusaidia na familia yako, ushawishiki tena eti ulale na mwanaume yule mara yule, matokeo yake unazalilika.
Miongoni mwa yale ambayo wameeleza ni kwamba hasa wanawake, kwamba michezo wanayocheza pale haimaanishi kwamba wao ni watu wa kawaida. Ni watu wanaozingatia maadili yao. Ni watu ambao wanazingatia tamaduni zao. Ni watu ambao si rahisi kama unavyodhani kwamba kwa sababu wanacheza ngoma zao zile basi unaweza ukawachukua kirahisi. Hapana, wana miiko na sheria zao kama kazi nyingine. Hii wanaichukulia kama sehemu ya kazi. Kama wewe unavyoenda kazini kwako ofisini, basi na wao eneo hili ndilo ofisi yao. Hivyo wasitazamwe kama wauni, bali watizamwe kama watu walio katika kazi kama kazi nyingine. Hii ni Unyakisani Empire Village Production ambayo imekuwa karibu sana na kundi hili tangu kuanza kwao. Tumekuwa nao muda wote, wakati wote, na hivyo tarajia mazuri katika kundi hili, ambapo Unyakisani Empire Village Production kama walezi ambao tumekuwa tukilipromoti kundi hili, na hakika watu wameweza kufahamu ubora wa kundi hili.